tunajifunza kuhusu kuelewa mashambulizi ya shetani. Kuelewa mashambulizi ya shetani. Tunaishi nyakati ambazo tunatazama vita mbali na kusema vita vinapiganwa Israeli, vita vinapiganwa Gaza, vita vinapiganwa Kongo, vita vinapiganwa sijui wapi, lakini hatujielewi kama tuko kwenye mashambulizi ambayo shetani anashambulia watu wa Mungu karibu na karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kuwa tuko kwenye vita au mashambulizi ambayo shetani anapigana kuwapiga wateule, kuwapiga watakatifu. Kwa hiyo lazima kuelewa mtu yoyote ambaye yuko kwenye vita au nchi yoyote ambayo yuko kwenye vita ni watu ambao wanajipanga kwenye hali ya kujua adui atatokea wapi. Kwa hiyo hawakai wanazubaa. Lakini matatizo tunayo kama kanisa, kama watakatifu, hatuelewi wala hatujui ya kuwa shetani anashambulia nafasi gani au ni wapi ambapo anaingilia. Kwa hiyo asubuhi leo tunajifunza kuhusu mashambulizi ya shetani. Na Yesu asifiwe. Mashambulizi ya shetani. Shetani humshambulia Mkristo mmoja mmoja mara nyingi kwa njia ya vishawishi na kulenga kwa ajili ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anashambulia mtu tofauti na tofauti. Hashambulii watu kwa wingi, lakini shetani anashambulia mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunapokuwa pamoja tunajisikia tuko sawa na mambo yako sawa. Na wakati mwingi shetani haji wakati tuko kundi, lakini shetani anakuja kwa mmoja mmoja kushambulia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anachukua silaha zake na sababu zake za kukamata silaha na kushambulia mtu ni kwa sababu mtu huyu apotee na uache msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi ya Yesu kufa msalabani ni kwa sababu ya kutukomboa kutoka kwenye dhambi ili tuitwe wana na tuishi maisha mataua na matakatifu na siku moja tuweze kuona mbingu. Lakini sababu ya shetani ni kumpiga mteua au mtakatifu ili auache msalaba na aende jehanamu. Bwana asifiwe. Unajua afadhali vita hivi vinapigana ni za mwili, watu wanapigana, unaweza kufa, lakini ni vizuri moyo wako usife milele. Kuna kifo cha mwilini na kuna kifo cha rohoni. Lakini afadhali kifo cha mwili kuliko kifo cha rohoni. Kwa sababu kifo cha rohoni unakufa milele. Maana yake maisha yako yanapotea, jehanamu inakuwa nafasi yako. Kwa hiyo tutaona mashambulizi au mahali ambapo shetani anapiga sana. Shambulizi ambalo shetani anatumia sana ni shambulizi ambalo ni tamaa ya dunia hii. Hiyo ni shambulizi ambayo shetani anatumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shambulizi ya kwanza ni tamaa ya dunia hii ambayo shetani ameiweka kwenye hali ambayo dunia inatamanika sana na mambo yake yanatamanika sana, kiasi kwamba watu wengi wamesahau kutafuta uso wa Mungu, wametamani mambo ya dunia hii. Na watu wengi wanapigania sana vya duniani sana. Kwa hiyo shetani amepamba dunia, ametengeneza dunia ili kila mmoja
amsahau Mungu, atazame dunia. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tunapoendelea. Kitu cha pili ambacho shetani anapiga au mashambulizi ambayo anatumia ni tamaa ya mwili, ambayo shetani anaitumia sana. Tamaa ya dunia hii na tamaa ya mwili ambayo shetani ameachilia katika nyakati hizi ambazo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anasababisha vitu vingi vinavyotolewa duniani visababishe mwanadamu awe kwenye hali ambayo ya kutosheka, kwa sababu vitu ambavyo vinatokea duniani, shetani haachi muda. Mambo yanafanyika siku baada ya siku, na sababu hiyo kubwa ni kwa sababu ya kupumbaza wengi ili wauache msalaba. Na unajipata katika hii dunia yale mambo ambayo yanaendelea. Biblia inasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Tunapoishi nyakati kama hizi, maarifa yameongezeka. Kwa hiyo watu wanasema tuko kwenye maendeleo. Ndiyo, tuko kwenye maendeleo, lakini katika hayo maendeleo sababu yake ni watu kumwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa yameongezeka. Nyakati za zamani tusingeona simu, tulikuwa tunatuma barua juu upate habari, ni lazima ipite mwezi mzima barua ifike. Lakini leo huko kanisani unaandika message kwa mtu ambaye yuko US, anaipokea pale pale na mna chat. Maarifa yameongezeka. Tunaona kama ni mzuri, lakini inafanya watu wengi tumemwacha Mungu. Na ndio maana hata heshima ya Mungu imepotea. Mtu anaweza ingia kanisani, lakini akisikia tu amepigiwa simu, anamwambia Mungu, simamisha kwanza mambo yako yote, acha nikapokee simu ya rafiki yangu, nikapokee simu ya mpendwa wangu, nikapokee simu ya maana. Kwa hiyo unakutana leo hatuko makini sana hata tunapoingia kanisani. Na unajipata mtu anakuambia simu ni yangu, pesa ni yangu, nilinunua simu, kwa hiyo achana na mimi. Silaha ambazo shetani anatumia leo kwa sababu ya maarifa mengi ambayo yameongezeka siku hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaishi nyakati ngumu ambazo vitu vingi vimeongezeka. Shetani anataka tuwe watu wanataka kuwa na heshima, na ili apate heshima lazima apigane sana juu apate heshima. Hatutafute heshima kutoka kwa Mungu, lakini tunatafuta heshima ya dunia. Wanijue mimi ni nani, wajue utajiri wangu, wajue elimu yangu, wajue jinsi ninaweza kuongea, wajue jinsi ninaweza kuvaa, kukaa. Unaona, heshima ambazo tunataka sana, heshima ya dunia hii, ili dunia initambue mimi ni nani. Na ndio maana unapata watu wanafanya kazi mingi sana, na kazi hizo kusudi yake nipate heshima, nipate manyumba, nipate fedha, nipate mwanamke mzuri, nipate mwanaume mzuri, nipate hiki na hiki, nifanye hivi. Ni sawa, lakini mara nyingi tumekosa kuwa na juhudi ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Atakuwa kanisani, atasema hata kama wote hawako, mimi nitakuwa kwenda kumtafuta Mungu, kutafuta uso wa Mungu. Lakini wakati tunapoambiwa hakuna hiki, unakutana kila mtu yuko tayari kukaa kusema hatuko. Kwa sababu gani? Shetani ameongeza mashambulizi. Vitu vya dunia vinakuwa muhimu sana, lakini vitu vya kumtafuta Mungu vimekuwa vichache sana. Tasoma katika kitabu cha Yohana
Waraka wa kwanza wa Yohana sura 2 na mstari wake wa 15. Msipende dunia wala mambo yake yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, chote duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita, na dunia ambayo tunang'ang'ana sana, Biblia inasema inapita pamoja na tamaa zake. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Biblia inasema wazi, tusipende dunia na mambo yote yaliyomo duniani. Maana ndani ya dunia kuna tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Hivi vitu vyote havitokani na Mungu, vyatokana na dunia. Na dunia hii ambayo tunang'ang'ana nayo, Biblia inasema inapita. Kile ambacho chenye unang'ang'ana sana, kile ambacho unapigania sana, kile ambacho haulali usingizi kwa sababu yacho, kinapita. Bwana tusaidie sana. Sasa kuna hii maneno matatu ambayo shetani ndio ameweka mashambulizi makubwa sana katika dunia hii. Tasoma kitabu cha Yakobo sura 4 na mstari wake wa kwanza mpaka 4. Yakobo sura yake ya 4 na mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Na mapigano ambayo yako kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Unaona vita mahali zinatokea. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamwombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Amen. Amen. Vita vinatoka wapi? Nikwambia shetani anashambulia. Tena amechukua silaha ambazo ni silaha kubwa. Mara nyingi tunaangalia dunia, tunasema vita viko pale, lakini vita uko navyo wewe mwenyewe binafsi. Shetani anashambulia mtu binafsi. Tunaishi nyakati ambazo ni nyakati mbaya sana. Anasema vita vinatokana kwa sababu yenu wenyewe, tamaa ambazo mko nazo. Mnapigana, mnaua, mnaharibu kwa sababu ya tamaa. Biblia inasema enyi wazinzi. Mtu anapokuwa rafiki wa dunia, sio rafiki wa Mungu. Lakini jana ulikuwa wapi? Juzi ulikuwa wapi? Ulilala saa ngapi? Ukiwapigia watu simu karibu 5. Lakini ndani yako unajisifu, lakini hujui ya kuwa
tayari umeshambuliwa na shetani. Kwa hiyo tunapoteza uwepo wa Mungu na tunapoteza nguvu za Mungu kwa sababu tunakubali kupenda dunia. Biblia inasema mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yake. Hauwezi kupenda vitu viwili kwa sali moja. Lazima kuna kitu ambacho utaamua kukipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani ameshambulia watu wa Mungu. Na tunapokaa tunajiona tuko salama. Na tunajiona imefika Jumapili twende kwenye ibada. Tunavaa nguo nzuri, unajipodoa, unasema twende kwa Mungu. Twende tukatafute uso wa Mungu. Lakini Bwana anapotutazama, je, anatuona tuko salama? Au tayari tumeshafia vitani? Bwana Yesu asifiwe. Hili sio nzuri ambalo linafundisha, wala sio tamu, lakini lazima tufundishe neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya mwili imekuwa ya kupita kiasi, mpaka unaangalia mtu anampenda baba yake na mtu anapenda mama yake. Mtu anamfuata mtoto wa miaka 5, anamtamani mtoto wa miaka 5, anaenda kumrepu mtoto wa miaka 5. Tamaa ya mwili imezidi. Mtu anaona mtu mwenzake ana ndevu na yeye ana ndevu, lakini anamtamani kweli. Hisia zimepotea. Zimekuwa hisia za wanyama. Hata wanyama wakai hivyo. Watu hawaoneani aibu tena, kwa sababu shetani ameongeza mashambulizi. Na hayo mashambulizi anapiga kanisa. Leo kanisani watu wanaweza ingia, lakini uzinifu hawaachi. Hawaachi. Tutainua mikono juu, lakini maisha ya kuwa hapa pale hatuachi, na tunaona tuko sawa. Biblia inasema mtu anayependa dunia sio rafiki wa Mungu. Hata kama uko kanisani, wewe sio rafiki wa Mungu. Biblia inasema Mungu anawajua walio wake. Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaishi nyakati ambazo shetani analeta mashambulizi ya hali ya juu sana. Ndio maana unaona leo wanawake wamebaki uchi. Sababu ya wanawake kubakia uchi, shetani amejua ya kuwa mwanaume nguvu yake ni kwenye macho. Ili niongeze mashambulizi, nitawafanya wanawake kubaki uchi. Ndio maana unaona leo wanawake wameongeza makalio makubwa, matiti makubwa. Sababu yake ni nini? Ulishawahi kujiuliza? Angalia mara nyingi kwa hawa vijana tuko nao hapa, na tusidanganyane, kitu ambacho unaangalia, ukiangalia pale wanasema wako na ubiri kwenye simu, utapasikiliza dakika 2. Lakini ukiona makalio na ukiona mtu yuko, utaangalia vizuri, akili yako taenda. Unaona nao wanajua kuyatingiza. Na sababu yote ni kwa sababu hiyo yote ni mashambulizi ya shetani. Kwa sababu anapobaki uchi, mtu anaangalia mke wangu hana hiyo makalio, lazima nitafute mtu mwenye haya makalio. Kwa hiyo zinaa imezidi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikia nyimbo nyingine nasema hivi: sura sio hoja, lakini ndio hoja. Hatutaki kuangalia sura, tunaangalia nyuma. Munakula hizo vitu? Mashambulizi ambayo shetani ameongeza sana. Alafu ile tamaa
ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Ile tamaa ikisha komaa huchukua mimba. Na hiyo dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Huzaa mauti. Rudilia hayo maneno. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Unasikia? Ile tamaa ikisha komaa inafanya nini? Nataka urudilie hiyo neno vizuri. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba. Ikisha chukua mimba. Kwa hiyo tamaa kitu inaanzaka, inachukua mimba. Mimba inazaaga dhambi. Sikiliza vizuri. Tamaa inachukua mimba. Na yoyote anayebeba mimba lazima uzae. Sivyo? Lakini kile kinachozalika inazalika nini? Na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Uzaa mauti. Kwa hiyo shetani anajua lazima niongeze mashambulizi ya mwili, ya dunia hii na kiburi cha uzima. Ninapoongeza haya mashambulizi, ninatengeneza watu. Siku hizi watu wanatengenezwa kabisa, kiuno kinakuwa kidogo sana. Anaumwa wiki 2, wiki 3, amelipa kama ni milioni yake 1, anatengenezwa. Na akishatengenezwa havai mavazi makubwa, anavaa mavazi madogo. Juu ya nini? Juu ya tamaa ya watu inuke. Anapotembea hivi watu wote wanasema kweli aliumbwa. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, tamaa inapoendelea inabeba mimba. Mimba inazaa mauti, inazaa dhambi. Unaona yale mashambulizi shetani anafanya? Kwa hiyo tunaona kama vinaelea na tunafurahi na tunakaa chini tunasema tuko salama, lakini hatuko salama. Tunamhitaji Yesu katika maisha yetu. Ana Yesu asifiwe. Leo watu wanashinda pale jimu, vijana wanaume, anabeba chuma yuko tayari aumie mwili, lakini kifua kipanuke. Ni vizuri, lakini ni muonekano. Lazima muonekano wangu uonekane vizuri. Ni vizuri kufanya mazoezi, lakini sababu ya kusema kifua kikuwe chapata hivi ni kwa sababu nitakapopita nionekane. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao watakaoniona ni madada, kwa sababu dada anapenda kifua kizuri kipana, hakuna tumbo, kifua anakiangalia hivi anasema kweli nimebeba chuma. Bwana Yesu asifiwe. Mashambulizi yameongezwa. Tuko nyakati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko nyakati mbaya ambayo shetani anafanya kazi mno. Wagalatia sura 5. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. 23, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya. Hapo ndio nilikuwa nataka. Na tamaa zake. Walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili wao na mawazo yao. Bwana Yesu asifiwe. Tabakia tu hapo hapo, tarudi. Umesulubisha mwili. Shetani ameleta mashambulizi kiasi kwamba mwili hausulubiki.
Mwili wako hausulubiki. Unasema vitajijua. Unaamkia nyumba ya kahaba usubuhi mapema kwenye giza. Na wewe ni mzee wa kanisa. Na wewe ni kijana, umeamka mapema, umeamka, umeenda. Hawanioni. Lakini acha nikwambie, Mungu anakuona. Walio wa Kristo wanasulubisha mwili. Ndiyo natamani, ndiyo nasikia, lakini nakusulubisha katika jina la Yesu. Usinitaabishe. Lakini kweli unaweza kweli kutaabika, na japo wanakupenda. Na wanakuangalia, wanakuambia handsome. Na wanakuambia anakupenda sana. Jana nilikuwa naangalia kitu. Naangalia baba moja amefuata msichana mdogo tu, ni baba wa miaka kama 60. Alafu amefuata mama tu, nadhani msichana wa miaka 30. Sasa amepatwa. Hii wanaendaga wanachukua masimu. Alikuwa na bibi yake. Kisha yule msichana alingangania sana huyo kijana, huyo baba. Asema ndio nimemuona mke wako, lakini sitaki kujua huyo mke wako. Mimi utanibeba tu. Ule baba anamwambia mimi sikujui. Wanaangalia mpaka na simu. Wanasema hii si ni namba yako? Ndio ni namba yangu. Na hii sura hapa kwa WhatsApp si ni yako? Anasema sio yangu. Sio yangu. Yule msichana anambia unijui, sijawahi hata kukuona. Baba fulani, tumezana we mpaka mtoto. Asema hapana, sikujui. Mimi najua mke wangu tu. Manake mtu anabisha mpaka we peke, we mwenye uko unamwambia ndio unaonekana muongo. Anabisha sura yake, anasema watu wanafananaka, lakini mimi huyu sio mimi. Sio mimi. Na si ndio hivyo tunakuwa. Unaweza kubisha, unaweza kukataa, unaweza kujifanya mjanja, lakini Biblia inasema dhambi ikikomaa, mimba ikikomaa inazaa dhambi, na dhambi inaleta mauti. Sasa huyu msichana alikuwa anang'ang'ana mpaka unaangalia mwanamke anamwangalia ule msichana, anasema ndio vile watu wanapiganiwaga kweli. Sasa mtu unaweza kukaa ukasema niko sawa, unazania ni mzuri vile anakuambia wanakupenda. Mwanamke anaanza tu kukuambia nakupenda, nakupenda. Biblia inasema shetani ameongeza mashambulizi, na hayo mashambulizi mwanamke ana uwezo wa kuambia mwanaume nakupenda. Na wewe mwanaume unajiona uko sawa, lakini msingi wa haya yote ni mwende mkafanye dhambi, uanguke. Unajisifu juu anakuambia nakupenda, 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 nakupenda. Toka walikuambia wanakupenda, wanakupenda. Kuna kitu chochote umeongeza katika maisha yako? Mpaka kuna watu ambao wanasikitika juu hawaambiwagi wanapendwa, na ni wanaume. Mimi masiku watu waniambiagi kama wananipenda. Mwanamke ndio atasikitika kusema hajaambiwa napendwa, kwa sababu inabidi, Biblia inasema kwa mwanamke atapendwa. Ni asili ya mwanamke kupendwa, sio mwanaume. Lakini leo mwanaume amejigeuza, anapaka poda, anavaa mahereni, anakaa ili ambiwe nakupenda. Waambiwe tu unapendwa kila saa, we mwanaume. Na Yesu asifiwe. Ona mashambulizi ambayo shetani anafanya. Biblia inasema anaitwa muongo. Kitabu cha Yohana sura 8 na mstari wake wa 44. Ukiona watu wanakuwa waongo, baba yao ni shetani. Twende haraka haraka juu nimalize hii.
Yohana sura yake ya 8 mstari wa 44. 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Sikiliza, na tamaa za baba yenu. Kwa hiyo tamaa, hizi tamaa ambazo hautosheki, hazitokani na Mungu, zinatokana na shetani. Kwa hiyo watu wanapenda tamaa. Kila apitaye ni jambo. Habari, unapita wakuone. Tamaa ni za baba yenu, sio maneno yangu. Baba yenu Ibilisi. Alafu yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Alikuwa muuaji toka zamani, wala hakusimama katika kweli. Wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Kwa kuwa hakuna kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe. Anaposema uongo, ndo yeye. Shetani ni muongo. Kwa hiyo anaposema uongo ni maisha yake. Kwa sababu yeye ni muongo, na baba wa huo. Na baba wa huo. Amen. Kwa hiyo shambulizi ambayo shetani anachilia kwa watu katika dunia hii, anaweka uongo ndani yake. Leo uongo ndio umekuwa ukweli. Ukweli umekuwa uongo. Ukisema kweli hawatakusikia, lakini sema bongo watakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ingia kwenye ofisi yoyote, sema bongo, utakuwa wa kwanza. Unajua sometimes unaweza kuambia wewe hujui kuongea, unaongea vibaya. Bongo napo unakuwa ni kipawa. Ukisema unarudilia maneno. Jua nini? Yesu mambo hii. Bwana asifiwe. Sasa unajipata unaonekana kama hujui kuongea. Kwa sababu gani? Unatatizika. Chenye kiko kweli unaweza kwenda ukakisema. Lakini kama mtu anakupangia jambo, Yesu, unarudiliaga mpaka uko unajiuliza niko sawa kweli? Lakini kuna mtu ambaye anajua kusema uongo na amezoea uongo na anainuaga mikono juu. Anasema Bwana ninakuabudu, lakini maisha yake ni ya uongo. Ukweli ndani yake haumo. Biblia inasema hivi, uongo ni sehemu ya huyo Ibilisi, ni baba wa waongo. Kwa hiyo wakati wowote ndani ya maisha yako hauna kweli, kila kitu wewe unasema bongo. Mpaka mtu akikukutana unakula sukari utamwambia hii ni chumvi. Na mtu akikukutana unakuuliza unaenda wapi? Niko tu hapa. Kumbe unaenda Kongo. Uko tu hapa na umeenda Kongo. Maana uongo umeshakuwa ndo sehemu yako. Ushaona watu kama hao? Hasemi kweli. Hata mnakaa dakika kidogo ashakudanganya. Ashakudanganya. Na akienda anajipigia makofi. Anasema nimemdanganya. Mjinga ule. Hajui kama mimi nimemdanganya. Hapana, wewe ndio mjinga. Kwa sababu unafuata tabia ya baba yako Shetani. Kwa hiyo ile mbingu unazania unaenda, angalia vizuri sana. Kwa sababu haya maisha unayoyaishi ya uongo sio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya uongo. Kitu kingine ambacho shetani anafanya, anapenda kuchongeana. Ni mchongezi. Ufunuo 12 mstari wa 10. Ni muongo na ndio vile anapenda kutoa raporo. Utazania bali mualika kwa nasema maneno.
Biblia inasema hivi, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Anayewastaki mbele za Mungu usiku na mchana. Shetani anaongezaga mashambulizi. Ukiona mtu yuko na tabia ya kustaki, chenye akimwangalia, huyu mtu ameshambuliwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka mtu akupatie ugali, enda tu kwa njia mzuri, mtu akupatie ugali. Lakini usiwe mstaki wa kusema bongo. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mashambulizi shetani anafanya. Na ubiri neno la Mungu unalitafsiri vingine. Na unaenda unasema ni huyu tu ndo ametajwa. Kama unaona hili neno sio lako, nyamaza, umalize, useme mimi niko sawa, lakini acha kuzua. Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani anaongeza mashambulizi kwa watoto wa Mungu kuliko sisi twende tukawahubirie watu waokoke. Yale ambayo ameweka ndani yetu ni masengenyo. Kwa hiyo shetani ameongeza mashambulizi. Watu wa Mungu hatuongei kweli ya Mungu, tunaongea watu. Tunaongea kustaki watu. Biblia inasema shetani ametupwa chini, ni baba wa mastaka. Manake kazi yake ni kustaki mbele za Mungu usiku na mchana. Shona watu, kuna mtu anaweza kaa haongeaki. Unazania ni mpole sana hapa kanisani, lakini yuko hapa kutazama na kuangalia kila kitu. Ngoja saa ile mtatoka, yeye ataanza kuongea kila kitu. Uliona? Mstaki anaanza kustaki. Bali kuandika kazi hapa ya kuwa nastaki watu. Bali kualika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuwa CID. Serikali haifanyi kazi yake. Kazi ya kutafuta mambo ni serikali tuachie, sio wewe. Lakini wewe uko pale. Uliona? Nimeona ile nguo ni kama kola moja, mshonaji hakuiongeza. Hapana, hii kola imewekwa hivi, ni moja si mbili. Lakini wewe utatoka hapa uende ukaseme, si mliona? Kola iliweka, ule mshonaji alishona vibaya. Si uliona? Kola ilikuwa moja. Ilikuwa moja, haikuwa mbili. Mashambulizi ya shetani anakufanya kanisani kuliko kutafuta uwepo wa Mungu, kuliko kutafuta nguvu za Mungu, kuliko kujiombea wewe na familia yako na maisha yako. Anakufanya kukua wewe CID hapa. Kazi yako wewe ni kustaki. Ukiona kitu umestaki. Wewe manake neno la Mungu wewe udichukuaki. Unachukuaga tu kile kitu mtu alikosea. Watu ni wastaki. Watu wanapenda kustaki sana. Asili ya mtu wa kustaki. Ukiona uko na mshirika kila saa anakuambiaka makosa ya watu, yeye anakuja na kustakia. Yeye ni mtu ambaye baba yake ni shetani, kwa sababu shetani kazi yake ni kustaki. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa mshtaki. Sio kila saa. Hata mtoto kila saa akiwa anakuambia, mami wamenipiga, mami wamenifanyia, mami unampigaga kofi unamwambia achana na hiyo maneno, kila dakika wamekupiga, wamekufanyia hivi na hivi. Ingia kanisani, beba neno la Mungu, kahubiri neno la Mungu. Acha habari za watu. Amen. Biblia inasema huyu shetani anayeshambulia watu anaitwa mdanganyifu.
kwa sababu udanganyifu, kuna uongo na udanganyifu. Unaweza kuitofautisha uongo, udanganyifu? Nani anaweza kunisaidia hapo? Uongo, udanganyifu. Uongo ni mtu, na huyo mtu anaweza kuwa mdanganyifu. Yeye anaishi uongo, yeye mwenyewe ni muongo, lakini anapenda kudanganya watu. Maana yake mdanganyifu, kudanganyia watu au kufanya mtu kumdanganya. Ushaona tunaenda hii njia, alafu mtu anakuja mdanganyifu anakuambia hii sio njia ya kwenda huko, njia yenyewe mnataka kwenda. Si unataka kwenda Harambee Sacco? Harambee Sacco sio huko, Harambee Sacco ni pande hii ya Tena. Ukienda Tena utapata Harambee Sacco. Maana yake amefanya nini? Amenidanganya. Lakini yeye ni nani? Mdanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 12 mstari wa 9. Ufunuo 12 mstari wake wa 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mushtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 12:9, nasema ya kuwa yule joka alitupwa, ambaye ni joka wa zamani, ambaye ni mdanganyifu au ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, unaweza kuwa unatembea katika njia iko sawa, lakini unapata mtu anakuwa mdanganyifu, anakudanganya. Roho ya pepo imeingia ndani yake mpaka anakudanganya, anakupotosha. Unatoka kwenye mstari unaenda kwenye njia yake. Kwa hiyo asili yake inakuwa ni uongo uliopitiliza kiasi, na unaviviwa na nguvu za kimapepo. Sio kila uongo unaweza kukubaliana nao, lakini kuna uongo ambao zaidi unakupata unapitiliza kiasi kwamba akikudanganya tu unaitika. Manake yeye ndo ashakuwa mtumwa wa Shetani. Ushaona huko shindikana kabisa, lakini unakutana na mtu anakudanganya unaitika, kwa sababu ndani yake kuna uvivio wa mapepo na mashetani na majini. Maneno yake yanakubadilisha kwa dakika moja. Amefanywa kuwa mtumwa au mtumwa wa Shetani. Shetani maana yake amemweka kama mtoto wake. Kwa hiyo ana nguvu nyingi za kudanganya. Ndio maana unaweza kukutana wewe unasema mie siwezi kuingia box, lakini yule ambaye anaitwa mdanganyifu, ambaye ana baba yake Shetani ndani yake, akikutana na wewe, Mungu akusaidie. Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani mashambulizi yake hauyaoni kama zile silaha tunazoziona. Unaona kabisa hapa kuna bomu utaepuka, lakini anakuja kwenye mashambulizi ambayo ni ya kawaida, ambayo ukiangalia unaona ni mazuri, lakini ni ya kupotosha na ya kukutoa katika msimamo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana duniani kuna tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Ndio maana siku hizi kumetengenezwa, sasa hizi wametengeneza maroboti, mpaka watu wanasema sasa wanawake wametusumbua, tutaenda kujinunulia marobot. Unajitengenezea kile kiroboti chako pale, unaangalia kiko na matiti ya kusimama itaanguka, unamwangalia macho inacheza cheza hivi ni kama vile sijui ya gololi, unamwangalia ana sauti pale mzuri, unasema huyu nitaenda naye, nitalala naye masaa zote zenda, hata nisumbua.
Tamaa ya macho. Unasema na mimi lazima nijitafutie kangu. Leo siku hizi tuko, unaona kabisa kumetengenezwa vitu. Wamama wanatembea nazo. Nilikuwa na siku nyingine hapa niko saluni. Tuko saluni, naona watu wanakuja. Mtu mmoja anaingia pale anasema hivi, msiongelee sana, niko na vitu hapa. Mimi niko natengenezwa, naangalia hizo vitu. Tena naziongea kwa siri. Unaweza kununua? Namuuliza, unanunua? Sasa mbona atoe hiyo biashara? Sema nitoe. Kuona benye anatoa. Si Mungu atusaidie. Anatoa bababa. Babi pande bipande mule ndani. Njoo anatoa. Bababa nusu nusu. Anasema mtanunua. Hii unaweka tu kwenye bagi yako, kwenye nyumba yako, hautahangaika. Siku za mwisho, siku za hatari. Na tunanunua, tunaweka. Si umenunua moja. Sivyo? Siku za hatari. Shetani ameongeza mashambulizi. Mtu anasema, sina haja ya mzee. Acha mzee akae. Si nitanunua yangu moya. Ndanunua changu kimoja. Ukikiweka pale kinatingizika. Sivyo? Maarifa yameongezeka siku za mwisho. Siku za hatari. Mtu anaoa mbwa dogi. Wewe unazania ni dogi ya bwema, kumbe ni dogi ya matatizo. Siku za mwisho. Tamaa ya macho. Nasema mimi naenda beach. Siku nyingine tuko kwenye matatu. Mimi nakutanaga na mambo. Tunaenda matatu hivi. Matatu ikakataa pale. Sasa huyu driver tuko na yeye. Tunaanza ongea tu, anasema nilikuwa Mombasa, nimechoka sana. Mombasa starehe. Kisha nikamuuliza, Mombasa starehe kuna nini? Mombasa si ni kawaida, jua kali. Nimeona chakula kiko juu sana wakati nimeenda mwezi wa 12. Manake hali tu ya kawaida. Anasema, mama wewe hujui. Mombasa, uzuri wa Mombasa, nenda bichi. Naambia bichi kuogelea? Si tuko na swimming pool hapa. Sema hapana. Kule utaona wa kila aina. Utaona mwembamba, utaona mwekundu, utaona nini naona? Asema kule unakaga pembeni hivi. Unaona mtu amechomokea kule, unasema wow. Unarudia unaangalia, anasema ndio starehe. Asema ndio starehe ya Mombasa. Mombasa lazima uende kaangalia watu wakiwa uchi. Tamaa ya macho. Bwana asifiwe. Na hiyo haitokani na Mungu, inatokana na dunia. Kwa sababu Biblia inasema ya kuwa vaeni, Bwana anatupatia, anasema vaeni mavazi ili kuficha aibu ya uchi wenu. Lakini shetani amefanya leo watu wanabakia uchi. Yuko sawa kuwa uchi. Kwa sababu gani? Kuinua tamaa. Mashambulizi ya shetani, kuinua tamaa. Na ndio maana zina imezidi. Mtu atulii. Kwa sababu gani? Utatulia kweli? Kila apitaye ukiangalia huyu anasema huyu yake ni ndogo, ukiangalia hii yake ni kubwa, ukiangalia mpaka unashindwa ni nini inaendelea. Ushaona watu wameongezwa matiti inafika hapa. Unashindwa uzuri gani wa hii matiti? Hata wenyewe waliumbwa na matiti. Una wakati mwingine unasema Mungu, kwa nini huku ni kuumba na matiti madogo? Lakini wengine wanaziongeza zinafika hapa. Maana anasa imezidi duniani kiasi kwamba unaangalia unashindwa tunaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini acha nikwambie, wakati wowote Biblia inasema wazi, wakati wowote tamaa imejaa ndani yako, itasababisha nini? Inazaa dhambi. Inazaa dhambi. Leo unatafuta mabikira
miaka ya zamani. Nilikuwa nasoma, sijui kama na nyinyi mmefikisha wapi, mimi nilikuwa nimefikisha kitabu cha Mwanzo 27, 24. Sasa kwenye hiyo 24 utaona Isaka akienda kutafutiwa mke. Halafu anasema yule msichana alikuwa mrembo sana, lakini alikuwa bikira. Tafuta bikira sahihi. Mungu atusaidie. Lakini sio kusema hawako, wapo. Wapo. Mungu bado anaweka walio wake. Amen. Hakuna kitu mbaya kama wewe unaishi na wazazi, ungali mtoto mdogo ndani ya nyumba yako, unaitikika wewe ni mtoto, kijana au msichana, unatoka unaenda unafanya zinaa. Na unarudia tena kwenye hiyo nyumba. Unajichukulia laana. Biblia inasema dhambi zote ziko nje ya mtu, lakini dhambi ya zinaa ni ndani. Unaamka asubuhi mapema, unaenda kwa mwanamke, unatenda dhambi. Huyo mwanamke anakuroga na huyo mwanaume anakuroga kwa umri wako mdogo hivi vile ulivyo. Sio mpango wa Mungu. Utanipenda na utanikataa ni sawa, lakini acha nikwambie, zinaa ndio inafanya watu wanakuwa maskini leo. Unakutana huko kijana wa miaka 20, tunakutegemea kesho Mungu akuinue, lakini kwa miaka 20 unaanza kulala na wanawake wa miaka 30, 40. Unataka nini? Unajua alipita milango mingapi ili wewe umfikie? Kwa hiyo anakuroga, wewe unadhania ni starehe, lakini amekuroga na amekuangamiza maisha yako. Maisha yako yanaanza kuwa mawe na michongoma, mateso na ziki kwa sababu ya tamaa ya mwili. Kwa maana unakutana leo hakuna maendeleo. Unazaa watoto kila siku ni makrize tu, matabu tu. Juu kazi yao ni kuangaliaga bisusu, kuangaliaka sijui manini, kuangalia nini. Uko napotelea pale katikati. Maendeleo hakuna. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kuwa sulubisha mwili wako. Si hivyo ndio tumesoma hapa? Unasulubisha. Ni nzuri, lakini unasema bana siendi. Unajiokoa mwenyewe. Unapomwishia Mungu, Mungu atakuheshimisha. Acha hii michezo tusichana tuko tunasimamisha matiti hivi. Wewe uko natufuata nyuma. Vile uko nafuata nyuma, wanaua maisha yako na destiny ya maisha yako. Bwana asifiwe. Hii ni mbaya. Hata nikikwambia hutaitika. Unaona mimi niko najiongeleza, sijiongeleshi. Ni neno la Mungu. Hata mimi mwenyewe inaniongelesha. Hosea 4 na mstari wa 6. Hosea 4 na mstari wake wa 6. Biblia inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Na mimi nitakukataa. Sio maneno yangu. Mungu anasema mnakosa maarifa. Na kama unakosa maarifa, anasema Mungu atakukataa. Usiwe kuhani kwangu mimi. Usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Sikia sasa, sio wewe tu, na watoto unazaa. Anasema atawasahau. Wakati hautembei kwa sheria ya Mungu, unasababisha na watoto wako wasauliwe na Mungu. Si afadhali basi ingekupiga wewe mwenyewe? Wewe mwenyewe ulienda kubitafuta. Lakini na watoto wako, uko naona mtoto kesho utaanza kumchukulia fimbo na kumchapa, naambia kwa na tabia mzuri, kwa hivi na hivi. Kumbe wewe ndio ulifanya mtoto wako aingie mwaya maisha. Mashambulizi ya shetani. Bwana tusaidie sana.
Hii ni chungu na dawa chungu inaponesha haraka. Kwa hiyo lazima tuinywe sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Omba, mwambie Mungu, nakataa haya mashambulizi. Nipiganie, nishindanie, niokoe. Kwa sababu shetani ameinua mashambulizi ya tamaa ya macho na tamaa ya mwili. Mtu analala, anawashwa usiku mzima, lakini mtu ambaye amesulubiwa pamoja na Kristo, Mungu anahifadhiki mwili wake. Na ndio maana unaweza kukutana mtu anakaa na unamuuliza, anakuuliza, unakaa aje? Unaweza kuishi hivi aje? Hapana, ni kwa sababu umekubali kusulubiwa pamoja na Kristo. Sasa wewe unakuwa tu uko sawa, lakini wenzako wanarukaruka. Unajiuliza ni nini wanaenda kufata? Ni kwa sababu wamekataa kukaa karibu na Mungu. Mungu anaweza kupooza mwili wako ukawa mzuri mpaka kwa wakati wake. Biblia inasema usichochee mapenzi kabla wakati wake. Leo tunakuwa na watoto wanachochea mapenzi kabla ya wakati wake. Wewe mtoto wa miaka 10 huko anachochea mapenzi, unauchochelea nini? Ndio maana sabuni zinaisha pamoja na mafuta zinaisha, kwa sababu ya kuchochea mapenzi kabla wakati. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumu ndani yake. Bwana atusaidie sana tuweze kusimama katika kweli yake. Pamoja na vitu vinapendeza, lakini wewe simama na Mungu. Pamoja na ile panda shuka, simama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Simama na Mungu. Tutasimama twende mbele za Mungu ili Mungu atukomboe kwenye mashambulizi ya shetani. Mungu atuponye na kutuondolea mashambulizi ya shetani. Kila mtu yuko na shambulizi yake tofauti. Kuna wengine ni ya macho, kuna wengine ni ya kiburi cha uzima. Kutana mtu yuko na kiburi mpaka na ni Mkristo, kiburi kimepanda. Muda wangu umepita dakika 12. Lakini nataka tu uombe, mwambie Mungu, naomba unisamehe na uweze kunisimamisha ili niweze kushinda vita hivi ambavyo shetani ameviweka katika maisha yangu. Enda mbele za Bwana.